Kwa kweli huyo mtu yani hatambuliki kabisa, ila wameshamuokoa, ila ni jinsia ya kiume. Ni mmoja wa mashuhuda katika tukio la mwili ambao umeonekana katika mto Misunkumilo uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Hizi ni ripoti za Wasafi Media kutokea mkoani Katavi na mimi ni Neema Huseni. Tumepata taarifa kwa raia wenzetu wa mitaani kwamba mtoni kuna mwili umepita maeneo ya daraja la Misunkumilo, kwa umeshuka maeneo ya machinjioni. Kwa tukawa tumeenda kuangalia labda huenda tunaweza tukawa tunamtambua. Bahati nzuri tumefika kwenye eneo la tukio, tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wote wa serikali ya mtaa. Zimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji, ila mwili hujatambulika ni nani, umeharibika sana. Mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli Ibrahimu Ali amesema alipata taarifa za uwepo wa mwili huo kutoka kwa wananchi, huku mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi akidai uchunguzi wa awali unaonyesha mwili huo ulikuwa na majeraha. Mida ya saa 6 kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu. Aliniambia, mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji. Mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila ilipofika maeneo ya machinjioni ikakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa zimamoto na uokoaji, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati, na tukio la kuanza kumuokoa au kumtoa kwenye maji marehemu ambaye hajatambulika likaanza kufanyika. Tumefanikiwa kumopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali wakati tunamopoa kutoka kwenye maji tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumeopoa, tumewakabidhi wenzetu wa Jeshi la Polisi wilaya ya Mpanda, wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi. Hata hivyo amewataka wananchi kutoa taarifa haraka pindi yanapotokea majanga yanayohitaji uokoaji, huku akiwataka kuchukua tahadhari ya matukio ya moto hasa kwenye maeneo ya mashamba. Inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio, badala ya watu kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka inashindikana, kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila kuitaarifu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji moja kwa moja. Lingine, nipende kwa hasa wale watu wote ambao wako kwenye mashamba huko wanalima, waepuke sana na matumizi ya moto yasiyokuwa rafiki kwenye mazingira yao. Maana tulishawahi kushuhudia kifo cha vifo vya watoto wawili kuungua moto watu wakiwa wanaandaa mashamba. Lakini pia na wakati huu kuna watu ambao wanakaa mapolini huko wanalima, lakini wakati wa usiku wanakuka moto ili kuweza kuzuia wanyama wasiwashambulie. Hii inaweza ikapelekea moto ukashika vibanda wanavyokuwa wanaisha wanapokuwa wamelala usiku, na kupelekea kupata athari za moto. Kingine, Wanampanda na Katavi kwa ujumla ni wahasi, kama kuna shimo ambalo halitumiki na lipo wazi, liweze kuzibwa au kufukiwa mara moja. Itapita operesheni kwenye maeneo yote ambayo mashimo yapo wazi, ambayo sio rafiki. Wamiliki wote wa maeneo hayo, hatua za kisheria zitachukuliwa.